Kama una tumbo na unapata shida kwenye kupangilia mavazi yako, basi video hii ipo kwa ajili yako, kwa sababu sio kila outfit unayoiona inafanya au inaficha tumbo lako. Nyingine zinaweza kukufanya uweze kuonekana kuwa na tumbo zaidi. Siku ya leo nitaweza kukuonyesha aina 5 za outfit ambazo zinaficha tumbo na kukufanya uonekane vizuri, uonekane nadhifu, clear, na kuwa na muonekano classic. Hakikisha kwamba unaangalia video hii hadi mwisho. Tuanzie moja kwa moja kwenye sketi za high waist pamoja na blouse zake za peplon. Mchanganyiko huu ni moja ya mchanganyiko mzuri kwa sababu sketi za high waist zinasaidia sana kuficha tumbo lako na blouse za peplon zinatanuka sehemu za chini na kufanya uonekane nadhifu. Inaweza ukashona au ukavaa designing hii ya mshono ikiwa kwenye kitambaa cha kawaida au pia katika kitambaa cha kitenge. Hapa itadepend na sketi yako utaweza kuidesign kwa muonekano gani, lakini sana sana huwa inapendeza ikiwa ni ya tight. Alafu sababu inakuwa inapanda hadi juu ya tumbo, ni high waist, kwa hiyo inatoa mtindo mzuri na mtindo ambao unamfanya mwanamke aweze kuonekana nadhifu. Na blouse yake inaweza ikawa ni ya kitenge au inaweza kuwa ya kitambaa ambayo inakuwa inabana sehemu za maziwa na katikati ya tumbo, alafu huko chini inakuwa inachanua kidogo. Kwa hiyo hii inasaidia sana kuficha tumbo kwa mwanamke. Kwa hiyo basi kama wewe ni mwanamke ambaye una tumbo, hii ni moja ya outfit bora sana kwa kuweza kukusaidia wewe kuweza kuonekana hauna tumbo, na ni moja ya outfit nzuri sana na ya kuvutia. Hivyo basi unaweza kuvaa outfit hii mahali kokote. Tuangalie gauni la A-line. Ni moja ya gauni nzuri sana na ni moja ya gauni ambalo ni rahisi sana. Gauni hili huwa linapendwa sana na wanawake wengi kutokana na mtindo wake wa gauni hili lilivyo. Linakuwa linabana sehemu za juu, alafu huko chini linakuwa linachanua. Unaweza ukaweka mkanda, na pia gauni hili unaweza ukadesign kwa vitambaa viwili tofauti. Kwa mfano, unaweza ukaweka plaining pamoja na kitambaa cha printing, au unaweza kuchanganya kitenge pamoja na kitambaa plaining. Ni vile ambavyo utakavyokuwa unapenda wewe mwenyewe na kuweza kushona au kuweza kuvaa aina hii ya dress. Kwa hiyo ni moja ya dress ambayo ina muonekano mzuri, ni moja ya dress ambayo haibani sehemu za chini, lakini sehemu za juu inakuwa inashika mwili vizuri. Kwa hiyo inafanya mwanamke aweze kuonekana kwamba hana tumbo kabisa. Kwa hiyo ni moja ya dress nzuri sana ambayo kwa mwanamke mwenye tumbo anaweza akachagua aina hii ya vazi na akaonekana wa stara, akaonekana wa heshima. Hapa itadepend tu na vile utakavyokuwa unataka. Kwa katika mikono yako, unaweza kuweka mikono ya mwamvuli, unaweza kuweka mikono mirefu, unaweza pia kuweka mikono ya size ya kati. Lakini kwenye upande wa chini, hakikisha kwamba nguo yako inakuwa sio ndefu kupitiliza. Unashona tu nguo ambayo iko ya kawaida sana ya kufanya uonekane classic, sio ile nguo ambayo unakuwa unaishikashika kila wakati, ili kuweza kumfanya yule ambaye anatazama mshono wako aweze kuendelea kutazama mshono wako. Kwa hiyo hapa unaweza kushona nguo ambayo ipo ya kawaida, ila epuka sana kuweka vitambaa vingi sehemu za ndani, kwa sababu kipindi hiki ni msimu wa joto. Kwa hiyo joto pia linasababisha kuweza kuharibu nguo yako na kukufanya usiweze kuonekana classic na usiweze kuonekana kuwa wanadhifu. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuviepuka sana. Tuendeze tukaone zile sketi ambazo ni za mwamvuli pamoja na blouse za oversize. Ni moja ya mtindo mzuri sana na unamfanya mwanamke kuweza kuonekana nadhifu na kumwacha mwanamke akiendelea kubaki huru, kwa sababu sketi ya mwamvuli ni sketi ambayo ina flow moja kwa moja kuelekea chini. Sio zile sketi ambazo zinatanuka sana, ni sketi tu za moja kwa moja ambazo zinaelekea chini, na blouse zake zinakuwa ni oversize, yale mablouse ambayo ni makubwa. Hapa unaweza ukaongezea au ukaweza kudesign nguo yako, ukaweka ile blouse yako ukaipandisha upande mmoja, au unaweza ukaichomekea yote na kukufanya uonekane classic.
unaweza hapa ukaangalia blouse yako inaweza ikawa ni ya mtumba, oversize ya mtumba, na sketi yako ikawa ni ya kushona. Hapa unaweza kutafuta zile sketi ambazo ni plaining, kwa sababu blouse inakuwa ni ya mtumba, kwa hiyo blouse lazima inakuwa ina maandishi au inakuwa na andishi moja. Au nyingine pia zinaweza zikawa ni plaining, lakini sketi yako hakikisha kwamba chini sketi yako inakuwa ni plaining, alafu juu inakuwa ni blouse yako ya oversize, ili kupata mtindo mzuri na nguo ambazo zitakufanya wewe uweze kuficha tumbo vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa unashindwa kutafuta outfit ya kuweza kuvaa, hii inaweza kukusaidia wewe kuweza kuficha tumbo lako na kuto kuonekana kabisa kama wewe ni mtu ambaye una tumbo, na pia kuepuka ile kuvaa zile nguo za ndani za kusema kwamba navaa mkanda wa kujaribu labda kuficha tumbo. Hapana. Kwa hiyo unaweza tu ukavaa hii nguo na hii nguo ikaweza kukusaidia kabisa katika matembezi yako, lakini bado unaendelea kubaki kuwa ni wa heshima na stara yako haipotei. Unaweza tu ukavaa na hijab kwa juu au mtandio kama unataka kwenda kutoka, kwenda kazini, au kama unaenda katika matembezi unaweza ukafanya hii ikawa ni moja ya dress code yako. Tuangalie sasa yale magauni ambayo yanakuwa yana rangi nyeusi au zile rangi ambazo ni dark color, zile rangi za giza. Ni moja ya rangi ambazo zinasaidia sana kwa mwanamke kuficha tumbo, lakini pia ni dress ambazo zinamfanya mwanamke kuweza kuonekana ni mwembamba, kwa sababu unapokuwa unavaa zile nguo ambazo zina rangi nyeusi unaonekana ni mwembamba na unaonekana nadhifu. Unajua wengi wetu huwa tunasemaga kwamba rangi nyeusi huwa hatuipendi kwa sababu ni moja ya rangi ya kiza sana, lakini ni moja ya rangi ambayo inamfanya mwanamke ambaye ana tumbo kuweza kuficha tumbo lake na kumfanya mwanamke huyu kuweza kuonekana mwembamba na kuweza kuonekana mrefu pale tu anapokuwa anachagua rangi za giza. Kwa hiyo unaweza ukavaa gauni hili la rangi nyeusi, ukaweza tu designing, ukaweka tu na kitambaa chengine sehemu za chini au katika mikono, lakini hii sehemu ya katikati ya tumbo ukaiacha ibaki kuwa na rangi nyeusi au zile rangi za giza, kahawia, blue, au pia unaweza kuweka katika rangi nyeusi. Hizo ndo rangi ambazo zinamfanya mwanamke aweze kupendeza na aweze kuvutia sana katika muonekano wa dress hizi. Outfit yetu ya 5 ni zile dress ambazo zinakuwa zinabana maziwa, zinabana tumbo pamoja na hips. Ni moja ya dress code ambazo hazifai kabisa kuvaa kwa mwanamke wenye tumbo, kwa sababu zinakuwa zinachoresha sana katika sehemu ya tumbo. Kwa hiyo hizi ni dress ambazo sio dress nzuri kabisa kwa mwanamke mwenye tumbo. Kwa hiyo hata kama unaikuta dukani unaona kabisa dress hii mimi naweza nikaivaa na nikapendeza, lakini usije ukachukua kabisa dress ambazo zinakuwa zinabana. Au kama unataka kuweza kuvaa dress hiyo, hakikisha kwamba juu unakuwa unavaa na pashmina au juu unavaa na baibui au pia abaya, alafu ile dress inakuwa iko ndani. Kwa hiyo dress yako inakuwa ni ya kawash, lakini juu unakuwa unavaa na pashmina au unavaa na gauni jingine lolote la kuweza kuficha sehemu ya tumbo. Kwa hiyo hapa katikati unakuwa unabana na mkanda. Kwa hiyo ukibana na mkanda hapa inakuwa tumbo lako limeweza kufichika vizuri. Kwa hiyo ni moja ya outfit ambayo mimi hapa naweza nikaipa 70%, 30% zilizobaki nikaiweka katika sehemu ambazo hazifai kuvaa kwa mwanamke mwenye tumbo. Kwa hiyo kama unataka kubaki kuwa huru, unaweza ukaifanya hii ikawa ni moja ambayo ya dress code ya sio ya lazima. Lakini kama unataka kuivaa, basi hakikisha kwamba juu unakuwa unavaa na hiyo pashmina au abaya, ili kupata mtindo ambao utaweza kukusaidia wewe kuweza kuonekana classic. Sasa hapa warembo wangu, kama unajiona wewe una tumbo, unaweza ukachagua outfit hizi hapa ambazo nitakutajia. Outfit ya kwanza, sketi za high waist, itadepend na sketi utakayokuwa unaitaka. Kama ni sketi ya high waist ambayo inabana tu sehemu ya tumbo alafu huku chini inamwaga, au inashuka tight moja kwa moja. Haya, na outfit nyingine ni blouse za peplum. Zile blouse ambazo zinabana kidogo alafu huku chini zinakuwa zinabaki kama mwamvuli. Na pia zinakufanya uweze kujisikia huru pale unapokuwa unavaa aina hizi za nguo.
Na pia unatakiwa kuvaa nguo ambazo zinakuwa na rangi ya giza kama rangi nyeusi, kahawia, bluu. Zote hizo ni rangi ambazo zina giza na zinakufanya uweze kuonekana kama ni mwanamke ambaye hana tumbo. Ila epuka sana outfit ambazo zinabana. Hata kama unakuta outfit yako inakuwa na rangi nyeusi au rangi zile za giza kama kahawia, lakini epuka sana kuvaa nguo ambazo zinakuwa zinashika mwili, kwa sababu unakuwa hauko huru katika kutembea, lakini pia outfit yako inakuwa inaondoka kabisa, muonekano wako unakuwa unatoka kabisa na unaonekana kabisa kwamba ni mwanamke ambaye hauwezi kuweza kuchagua nguo zako za kuvaa. Tuhamie moja kwa moja kwenye comment section. Nataka uniandikie hapo katika outfit hizi 5 ambazo nimekuonyesha, ni outfit gani unaipenda zaidi? Usisahau kusubscribe channel yetu. Pia usiache kukosa katika episode inayofuata, kwa sababu episode inayofuata tutaweza kuzungumza kuhusu makosa ya mavazi yanayofanya tumbo liweze kuonekana kuwa kubwa zaidi. Kwa majina naitwa Precious Tifa na hii ni channel ya TZ Fashion. Tukutane katika episode inayofuata. Bye bye.